Ndugu zangu, utekelezaji wa kampeni hii ni kutokana na jitihada kubwa za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu kipenzi, mama yetu kipenzi, na lengo kuu ni katika kuimarisha upatikanaji wa haki kupitia huduma za msaada wa kisheria kwa makundi yenye uhitaji, na hususan kundi la kina mama, la vijana, lakini watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Ndugu zangu wana Shinyanga, kama ambavyo nimesema awali, kampeni hii sasa ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2023 ambapo naomba nizungumzie kidogo mafanikio ambayo yalipatikana kipindi kile, ili na nyie pia muweze kuona namna gani ambavyo kampeni hii imekwenda na kufikia wananchi kuanzia ngazi ya mkoa, kwenye wilaya zote 3 za mkoa wa Shinyanga, kwenye halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga, lakini pia majimbo yote 7. Tuna kata 130. Kote wananchi walifikiwa na jumla ya wananchi 22,261, ambako kati yao wanaume walikuwa ni 13,162 na wanawake ilikuwa ni 9,099. Walifikiwa, kusikilizwa na kupewa utatuzi. Na katika kipindi hicho basi migogoro 578 ilipokelewa na timu hii imara kabisa ya Mama Samia Legal Aid, ambayo ina wataalamu wa kisheria wabobezi ambao wamekuja kwa ajili ya kusikiliza na kutatua. Sio kusikiliza tu, ni vyema mkajitokeza, kwa sababu hapa kwanza wanawasikiliza na baada ya kusikiliza wanakuja na utatuzi. Migogoro hiyo 578 ambayo ilipokelewa, migogoro 317 ilipata utatuzi wa papo kwa papo, na migogoro 261 imeendelea kufanyiwa kazi kwa sababu inajumuisha maeneo mengine ya maamuzi, lakini wakati huo huo wakiendelea kufuatilia kwa ukaribu sana. Kwa sasa tuko katika mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulianza mwaka 2023, tukakamilisha mwezi Machi mwaka 2026, na tutakuwa na awamu ya pili sasa ambayo inaanza kutekelezwa kwa mkoa wa Shinyanga, lakini na Dodoma pia wameshaanza. Kwa Shinyanga tutatekeleza kwa muda wa siku 15 kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Katika utekelezaji huo sisi kama wizara tunafanya shughuli ya uratibu, lakini utekelezaji wote uko chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia kwa msajili msaidizi wa mashirika ya msaada wa kisheria. Utekelezaji huo utafanyika katika mikoa yote, katika wilaya zote na halmashauri zote, ambazo kwa mkoa wa Shinyanga kuna halmashauri 6, na tunategemea kufika katika kata zote za mkoa wa Shinyanga. Na katika utekelezaji wa kampeni safari hii ni timu za wataalamu ambazo zina mchanganyiko wa wataalamu mbalimbali. Kuna wanasheria, kuna wataalamu wa ardhi, kuna maafisa polisi dawati ambao wanashughulika na masuala ya msaada wa jinsia, kuna mawakili wa kujitegemea, pamoja na wataalamu wengine ambao tutakuwa tunashirikiana nao katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria. Kimsingi kampeni ambazo zilipita mwaka 2023 zilikuwa na mafanikio ambao tuseme kwamba kulikuwa na matokeo chanya. Cha kwanza tulifanikiwa kukutana na makundi ya watu mbalimbali wakiwemo makundi ya wanawake, lakini tulikutana na watu ambao tayari wamekwisha kuumizwa na mashauri yao mahakamani, ambao walipata utatuzi na ufumbuzi wa papo kwa hapo. Kwa hiyo matokeo yale yalitoa chachu ya mwendelezo wa kampeni ya awamu ya pili. Kwa mfano naweza nikasema matokeo machache sana ambayo yalileta chachu. Kuna watu ambao walikuwa na kesi zao mahakamani na tayari zilikuwa zimeshakwisha, lakini zilikuwa kwenye wakati wa utekelezaji. Na ukiangalia watekelezaji ambao walikuwa wamepewa jukumu la kuhakikisha kwamba watu wanakamata haki yao, maana unapokuwa na haki lakini haujaikamata mkononi bado inakuwa ni changamoto. Lakini kampeni ile iliweza kuja kufanikisha watu wakapata haki zao kwa wakati. Pale ambapo mahakama ilikuwa imeshatoa haki lakini ucheleweshaji wa haki kupatikana ulikuwa ni mgumu, kampeni hii iliweza kuwanufaisha wananchi ambao kwa mfano kuna mmoja kesi yake ilikuwa na miaka 6 ambapo haki yake imepatikana lakini hajaigusa. Kampeni hii ilikwenda kuhakikisha kwamba mtu anapata haki kwa wakati. Kwa hiyo alikabidhiwa kiwanja chake na nyumba yake wakati huo wa kampeni.
Lakini kuna wakati mwingine kulikuwa na changamoto ya mtoto ambaye alikuwa anakwenda kuozeshwa aache kuendelea na masomo yake, alikuwa amemaliza form 4 kwenda form 5. Kampeni hii ilikwenda kusaidia sana kuhakikisha yule mtoto amerudi katika hali yake, na sasa hivi ninavyozungumza yuko chuo kikuu.